bila kupepesa macho nitampa Jean Charles Ahoua, ambaye huyu ni mchezaji kutoka kwenye klabu ya soka ya Simba. Na kwa nini nitampa Jean Charles Ahoua? Mtu mwingine anaweza akasema labda unampa kwa sababu amehusika kwenye mabao mengi, lakini hiyo sio sababu. Bali nitakwambia kwamba nampa Jean Charles Ahoua kwa sababu amefanya kitu kikubwa katika msimu ambao ulikuwa ni mgumu, akiwa na klabu ambayo ilikuwa inaonekana pia haiko kwenye hali nzuri. Kwa hiyo utasema Jean Charles Ahoua ameibeba klabu ya soka ya Simba, ameiweka mabegani na amekuwa na performance nzuri, na hiki ambacho tunakiona mpaka leo wako nyuma kwa alama moja, wakiwa na mchezo mmoja ambao unaenda kuchezwa kunako siku ya leo ambao utaenda kuamua bingwa wa ligi ya soka ya Tanzania bara. Jean Charles Ahoua ukienda kuangalia alama ambazo ameamua, kwa maana kwamba michezo ambayo yeye ameamua sasa Simba ivune alama ni pengine ni zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote ambaye unaweza kumtaja kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Lakini pia nadhani pia anaweza kuwa ni mchezaji ambaye ameamua, tunasema, michezo mingi kuliko hata ukijumlisha Young Africans, alama ambazo yeye ameamua ziende kwa klabu ya soka ya Simba. Pengine hakuna mchezaji mwingine idadi hizo alama ambazo ameamua pengine kwa klabu ya Young Africans ambao ndo wapinzani ambao nawazungumza hapa. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa muktadha huo, idadi yake ya mabao yake 16 ambayo tunayazungumza na idadi ya assist ambazo amehusika, pia naona kwamba anastahili kuwa MVP, kwa maana kwamba ni taswira ya mchezaji ambaye unaweza kusema ndo performance ya hali ya juu zaidi kuliko mchezaji mwingine yote. Na hapa mind you, hapa nazungumzia kuhusiana na objective football, yani mchezo wa mpira wa miguu ambao unanasibiana na matokeo, kwa sababu mwisho wa siku timu inapocheza ndani ya uwanja tunataka matokeo, na yeye ameuathiri mchezo zaidi kwenye engo ya matokeo, achana na sanaa ya kiuchezaji ambayo hiyo inaweza ikatugawanya kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwangu mchezaji bora wa ligi namuona atakuwa ni Jean Charles Ahoua, ambaye kwa standard na kile ambacho amekifanya anaweza kuwa tafsiri nzuri zaidi kuhusiana na neno ubora. Ukizungumza kuhusiana na ufundi, anaweza sio mchezaji fundi kuliko wachezaji wengine, hiyo tunakubaliana. Na ufundi hapo unatuacha mbali, yani ufundi nini? Pasi nini? Yani tuelezee hapo vizuri. Ukizungumza kuhusiana na ufundi, unazungumzia technical ability. Unazungumzia ball control, kwa mfano namna ambavyo mtu anaweza kuchezea mpira, si ndio? Unazungumzia vitu labda kama uwezo wa kukokota mpira, of course passing ability pia utaiweka hapo, si ndio? Lakini pia ukiachilia mbali kwa maana hiyo passing ability, unaweza kaweka labda tukasema vitu, kwa sababu zile feints ambazo unaweza kuzungumza kwa maana ambavyo mtu anaonyesha unyumbulifu kwenye mchezo, hiyo yote ni package nzima ambayo unasema ndio hiyo technical ability ya mchezaji. Sasa ukiangalia hiyo, anaweza siwe package ambayo inajitosheleza kwa kiwango kikubwa.